Labda siku ukiona Wastara anamwaga machozi kwamba kiukweli Konki Master yani sikutegemea kwamba atakuja kunifanyia kitu hiki. Mwanamke bila kumwaga machozi kwenye ndoa bado hiyo haijaitwa ndoa hiyo. Lazima mwanamke ipo siku mwage machozi, ama mwanaume ipo siku ujisikie vibaya kwa ajili ya mwanamke. Na ndio hivyo, kwa sababu nyinyi mnaoishi pale ni binadamu wala sio wanyama. Kuna wanawake bila kupigwa, yeye bado hajaona kwamba wewe ni mwanaume sahihi, mwanaume ambaye unampenda. Lazima umtandike. Yani unapompiga kipigo cha maana ndio sasa anaona kweli kumbe unampenda. Wanawake wengine, wapo wanawake wengine hivyo. Mwanamke mwingine, umenisikia, unapomnyanyasa basi yeye ndo anakuona wewe ndo mwanaume wa maana zaidi kushinda mwanaume mwingine. Lakini mwingine ukimnyanyasa ni tatizo. Umeelewa vizuri? Sasa wewe utaingilia, unaanza kumuonea huruma, ananyanyaswa, anafanywa 1 2 3, utashangaa unageuka. Nani alikwambia uingilie kwenye ugomvi ambao ukuhusu? Kwamba mimi ndio maana nakwambia mwanamke kumbadilisha mwanaume ni ngumu. Labda mwanaume akutane na mkono wa Mungu, akutane na Yesu Kristo, ndio yule mwanaume anaweza kabadilishwa. Lakini mwanamke kumbadilisha mwanaume ni ngumu, na mwanaume kumbadilisha mwanamke ni ngumu. Labda uniambie kumbadilisha kimuonekano. Mwanamke zamani alikuwa anavaa nguo za kizee. Wewe mwanaume umemuoa, unaanza kumvalisha nguo nzuri. Mwanamke alikuwa anaonekana kama mzee, umeanza kumtafutia nguo nzuri za kuvaa, mafuta mazuri ya kupaka. Mwanamke ameanza kunawiri, unampeleka saluni anasuka. Sasa pale unaweza kumbadilisha yule mwanamke kutoka kwenye hali ile ya uzamani, unamleta kwenye hali sasa ya ukisasa. Lakini kusema kumbadilisha kwa tabia ni ngumu. Kwa hiyo Konki Master hawezi kubadilishwa na Wastara. Hawezi kubadilishwa na mwanadamu. Nimesema sio tu yule, sio Wastara. Hawezi kubadilishwa na mwanadamu. Ana uwezo wa kubadilishwa na Yesu Kristo ama kubadilishwa na Mungu. Kuna baadhi ya mashabiki wanamuonya Wastara kwamba utakuja kujuta kwamba kwa nini uliingia kwenye ndoa ama kwenye mahusiano na Dudu Baya. Je, unawazungumziaje wanayemuonya Wastara kwamba atakuja kujuta na kulia kwamba umekosea kuolewa na Dudu Baya? Tunaona kuna watu walevi na ndoa zao wanakaa nazo mpaka leo wako vizuri. Na kunaona watu hawanywi pombe, hawavuti sigara, hawafanyi chochote, ndoa zao zinayumba, wanagombana kila siku. Kwa hiyo ulevi sio chanzo cha kufanya mtu asikae na mwanamke. Umeelewa vizuri? Wala sigara sio chanzo cha kumfanya mtu asikae na mwanamke. Kumbuka hapa tunazungumzia mambo sasa ya kidunia. Mtu kuwa mgomvi hakuwezi kumfanya mtu asikae na mwanamke. Kuna watu wagomvi wanakaa na wanawake tunahesabia miaka. Mpaka huu unakuta mwaka wa 13. Mgomvi wanapigana, mwisho wa siku ule ugomvi unapoa, wanakuwa sio wagomvi. Kwa hiyo tabia za mtu haziwezi kumfanya huyo mtu asikae na mwanamke. Wewe unaweza kuwa na tabia nzuri, ukawa uko vizuri, unakaa na mwanamke asikuelewe kabisa, alafu mkaja mkaachana tu mbele ya safari. Kwa hiyo kukaa kwenye ndoa ama kutokaa kwenye ndoa hakutokani na tabia. Umeelewa? Kunatokana na hatima ya mtu ama nyota ya mtu. Kwa hiyo kwenye mambo ya mahusiano tusiyaingilie sana. Sababu mahusiano ya watu bwana, wewe unaweza kaingilia sasa hivi hapa ukasema bwana sio. Umeona? Kwa mfano mimi nikupe tu mfano mmoja. Kuna binti mmoja amekuja kuombewa. Baada ya kuombewa, umenisikia, mapepo yakalipuka. Mapepo yalipolipuka yakasema huyu ana mwanaume wake. Huyo mwanaume wake aliyekuwa naye anataka kumwibia nyota huyu, anataka kumtoa kafara huyu. Ndio sasa sisi tumetumwa ndani yake. Unanisikia vizuri? Sasa mimi nikasema hebu rekodini hiyo, wakarekodi. Hayo mapepo sasa yamelipuka yanasema hivi. Sema sawa. Alipoamka tukamuuliza huyo binti, unakaa na mwanaume? Akasema ndio. Mwanaume wako anaitwa fulani? Akashangaa. Akasema ndio anaitwa fulani. Basi sawa. Tukamwashia ile clip. Tukamwambia hebu sikiliza hapo. Kasikiliza, akaanza kulia, anatoa machozi, anatoa nini. Akaniambia mimi kuanzia leo sitaki mahusiano na wewe mwanaume. Nikamwambia mimi hivyo vitu havinihusu. Mimi nimekupa rekodi uiangalie. Masuala ya mahusiano yenu kwamba sijui utaki, unaendelea, uendelee, mimi havinihusu kwa sababu hayo ni mapenzi. Sitaki niingilie alafu baadaye mimi nionekane mbaya. Mimi kazi yangu kukuombea. Nimekuombea umefunguka,
umeiona video mwenyewe na wewe mwenyewe umehakikisha. Kwa hiyo sasa wewe ndio mwenye uamuzi, haina haja hata kusema mbele yangu. Wewe mwenyewe unajua nini cha kufanya, na utakachoamua chochote, hiyo ni juu yako wewe, mimi hainihusu. Umenyelewa vizuri? Niliacha hivyo kama niliota. Siku zinazopita, siku ngapi, tunashangaa huyo mwanaume wanakaa wote, wanaishi pamoja. Sijui unanyelewa vizuri? Ambapo alilia na machozi yakaapa. Kwa hiyo masuala ya mahusiano sio vitu vya kuingilia sana. Unaweza kumwonea mtu huruma, kumbe mwenzio ndo anaona raha. Kupigwa mwenzio ndo anaona raha. Nimeona comment moja, jamaa anasema kwamba Wastara unaweza ukaja kupigwa na makofi na Dudubaya. Wengine kupigwa wengine ndio unaona raha. Wewe unaweza kumwonea huruma, anapigwa mwenzio, kupigwa anaona raha. Kuna wanawake bila kupigwa, yeye bado hajaona kwamba wewe ni mwanaume sahihi, mwanaume ambaye unampenda. Lazima umtandike. Yaani unapompiga kipigo cha maana, ndio sasa anaona kweli kumbe unampenda. Wanawake wengine, wapo wanawake wengine hivyo. Mwanamke mwingine, umenisikia, unapomnyanyasa, basi yeye ndo anakuona wewe ndo mwanaume wa maana zaidi kushinda mwanaume mwingine. Lakini mwingine ukimnyanyasa ni tatizo. Umenyelewa vizuri? Sasa wewe utaingilia, unaanza kumwonea huruma, ananyanyaswa, anafanywa 1 2 3, utashangaa unageukwa. Kuna wanawake wengine, nasikia kuna wanawake wengine makabila gani tuanza, usipopiga anakuza, mbona unashangaa mtu kanyongea, unauliza nini, ananiambia mimi tumekaa karibia miezi 6, karibia mwaka, hata kunipiga hujanipiga. Umenyelewa vizuri? Wewe unipendi. Sasa kuna watu bila kupigwa bado hawajaona kwamba wanapendwa. Dudubaya ana watoto wakubwa tu. Kuna binti yake ana miaka 26, yuko Mwanza. Lakini pia kuna kijana wake anaitwa Wile, ni mtoto wa Dudubaya. Lakini pia Wastara ana watoto. Kuna baadhi ya wanaume huwa wana tabia ya kuwabagua watoto wa mwanamke, kwamba bwana, mimi mwanaume nataka tutafute watoto wetu. Je, tutegemee kuona malezi yatakuwa mazuri kwa pande zote mbili? Yaani Wastara apende watoto wa Konki na Konki mwenyewe apende watoto wa Wastara? Mimi kwa upande wangu nikiangalia watoto wale walishakuwa wakubwa, kwa hiyo hakuna shida sana. Shida inakuja pale watoto wanapokuwa wote wadogo katika malezi, lakini huyu anajitegemea, huyu ashakuwa mtu mzima, huyu ashakuwa hivi. Kwa hiyo sioni kama kuna kazi sana kwenye eneo hilo. Labda siku ukiona Wastara anamwaga machozi kwamba kiukweli Konki Master, yani sikutegemea kwamba atakuja kunifanyia kitu hiki, utazungumza nini? Ni vitu vya kawaida kwenye ndoa kumwaga machozi. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida sana kumwaga machozi. Unanyelewa? Mwanamke bila kumwaga machozi kwenye ndoa, bado hiyo haijaitwa ndoa hiyo. Lazima mwanamke ipo siku mwage machozi, ama mwanaume ipo siku ujisikie vibaya kwa ajili ya mwanamke. Na ndio hivyo, kwa sababu nyinyi mnaoishi pale ni binadamu wala sio wanyama. Alafu vile vile nyinyi mnaoishi pale, kumbuka nyota zenu ama hatima zenu ziko tofauti. Lazima kuna baadhi ya vitu mtashindana, kwa sababu nyinyi ni binadamu na nyota zenu ziko tofauti, haziendani. Kwa hiyo lazima mtashindana tu kwa mambo fulani. Kwa hiyo mtu kulia kwamba kafanyiwa hivi kafanyiwa vile kwenye ndoa, hivyo ni vitu vya kawaida sana. Wanakwenda kukutana, wote walikuwa kwenye mahusiano na sasa kila mtu yuko single. Sasa wanakwenda kuungana, wote walikuwa wako single. Je, mahusiano hayo yatawaletea matumaini na mafanikio makubwa? Yanaweza yakawaletea matumaini na mafanikio makubwa, kwa sababu kama nilivyozungumza, kuwa na watoto, huyu kuwa na mtoto na huyu kuwa na mtoto sio kitu kibaya. Umenyelewa? Kwa sababu watoto wenyewe wameshakuwa wakubwa, wanaweza kujitegemea. Kwa hiyo sioni kama kutakuwa na uzito sana.